Rais wa Madagascar Andry Rajoelina amevunja baraza lake la mawaziri kufuatia maandamano ya siku kadhaa yaliyoongozwa na vijana kuhusu uhaba wa muda mrefu wa maji na umeme. Uamuzi wa kiongozi huo umefanyika jana Septemba 29 kupitia hotuba aliyoitoa kwa taifa hilo kwa njia ya runinga, ambapo amesema waziri mkuu na baadhi ya mawaziri watabaki kwa muda hadi itakapoundwa serikali mpya. Tunakubaliana na kuomba radhi ikiwa wanachama wa serikali hawatoweza kutekeleza majukumu yao waliopewa, amesema rais huyo katika hotuba yake kwa taifa hilo hapo jana. Katika maandamano hayo, watu wengi hivi sasa ni vijana waliingia barabarani katika miji mbalimbali nchini humo tangu Alhamisi ya wiki iliyopita, wakiwa na kauli mbiu moja tu isemayo tunataka kuishi na sio kunusurika. Maandamano hayo yamebainisha vifo vya watu 22 na wengineo 100 kujeruhiwa, ambapo mkuu wa haki za binadamu na Umoja wa Mataifa alilaani serikali kutumia nguvu isiyo ya lazima iliyotumiwa na vikosi vya usalama kukomesha machafuko hayo nchini Madagascar. Wiki iliyopita rais huyo alitangaza kwamba alikuwa amemfuta kazi waziri wa nishati na kushindwa kufanya kazi yake ipasavyo, lakini waandamanaji walidai kuwa rais na serikali yake waondoke madarakani. Ninaelewa hasira na huzuni na shida zinazosababishwa na kukatika kwa umeme na matatizo ya usambazaji wa maji, alieleza rais huyo. Kumbukumbu zinaonyesha kuwa Madagascar imekumbwa na vurugu na maswaibu mengi tangu ilipopata uhuru wake mwaka 1960, ikiwemo maandamano makubwa ya mwaka 2009 yaliyolazimisha rais wa zamani Marc Ravalomanana kujiuzulu na kumpa ruhusa Rajoelina kuchukua uongozi huo. Minaitwa Aisani. Haya ni maandamano ambayo yanafanyika huko Madagascar kufuatia changamoto za umeme na maji zinazowakabili wananchi wa Madagascar. Nini maoni yako kufuatia jambo hili?